Kwa majina ninaitwa Augustine Mwaimu Hiza, ni katibu mwenezi wa Chadema jimbo la Babati mjini. Pia ni mwenyekiti wa baraza la wazee wa wilaya kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yani majimbo yote mawili. Ninawakaribisha waandishi wa habari mahali hapa kwa ajili ya kuzungumza machache yale ambayo yanaendelea katika taifa letu. Leo ni siku ambayo nimeamua tujitokeze hadharani kukemea uovu jinsi gani tunakemea. Kama kungekuwa hakuna kibali katika ule mkutano sawa, lakini kwa sababu inaonyesha kibali kilikuwepo na inaonyesha kwamba mkutano ulihudhuriwa na ulikuwa unalindwa na polisi, kitendo cha kwenda kuvamia ule mkutano na kumteremsha mwenyekiti kutoka jukwaani na kuanza kumchukua kumpeleka polisi si kitendo halali. Ni lazima tukikemee kwa nguvu zote. Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chadema jimbo la taifa, yeye ni kiongozi mkuu wa chama. Hata angemuita polisi angekwenda. Kitendo cha kumdhalilisha mwenyekiti ni kosa kubwa sana la jinai. Na walimngojea na maliza mkutano, wanamchukua, wanaanza kupiga mabomu. Ni matumizi mabaya ya silaha kwa kiutaratibu. Kwa sababu hakuna mtu aliyekataa. Hawakusema wananchi ondoke wakakataa kuondoka. Yale mabomu yalikuwa ni ya nini? Ni lazima tulani kitendo hicho. Leo kiko Chadema, kesho kiko ACT Wazalendo, kesho kutwa kiko CUF. Ni lazima tuungane kukikemea kitendo hicho kwa nguvu kubwa kabisa. Na ule ni uharamu. Watueleze ni kosa gani limetokea katika mkutano ule pale Mbinga. Kosa ni nini? Watufahamishe. Na kama kosa litakuwa ni sisi, tutajua namna ya kufanya. Lakini ikibainika kwamba wamekwenda kwa ajili ya maagizo, ninawaomba viongozi wa Chadema taifa watakaosikiza clip hii, jeshi la polisi lifunguliwe mashtaka. Kwa mujibu wa mwanasheria wa Chadema, amefikishwa tayari, ameshafikishwa Central Police na anasema ameshtakiwa kwa kosa la uhaini. Kosa la nini? Maana kosa la uhaini? Kuzuia uchaguzi. Kuzuia uchaguzi. Uchaguzi umezuiwa? Uchaguzi haujazuiwa. Unamkamataje kwa kuzuia uchaguzi? Uchaguzi umefanyika lini? Unataka kufanyika leo? Unataka kufanyika jana? Yani anahamasisha kuhamasisha sio kosa wala sio kosa la jinai. Ya kuogopa no reform no election. Kama wangejua kuna haki, kwa nini waliyafanya juzi tu mwezi wa 11 kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa tarehe 27? Walifanya nini? Jeshi la polisi walifanya nini? Na ndio maana tukasema tuanzishe no reform no election. Wametulazimisha halafu wanatukamata. Nini ambacho unaweza kuwaambia? Mimi naliomba jeshi la polisi liwe na weledi katika utendaji wake wa kazi. Tunafahamu, tunawaelewa. Tunawafahamu vizuri na tunawaelewa. Wawe na weledi katika utendaji wao wa kazi. Wasifanye mambo ya kisiasa, kutumwa na wanasiasa. Wanalitukanisha jeshi la polisi. Wale wanachama wenye wasiwasi unawaambia nini? Wanachama wasio na wasiwasi, tunaendelea na no reform no election. Tunaendelea. Kama wanataka wafute vyama vyote, ibaki CCM peke yake. Wafute vyama vyote, ibaki CCM peke yake. Msimamo wa Chadema ni kuhusiana na kitu ambacho kinaendelea. Msimamo wa Chadema siwezi kusemea kwa sababu yuko katibu mkuu. Yuko katibu mkuu. Tunasema wamwachilie bila masharti. Wamwachie bila masharti. Aendeleze mikutano. Kwa sababu na sisi Babati tunamngojea tarehe 30. Kwa Babati mnamngojea tarehe 30. Ndio. Kazi inaendelea. Lakini ametoa kauli yake akiwa huko akiwa ameshikiliwa kwamba wanachama wengine, viongozi wengine wanaweza wakaendelea na kampeni kwa mujibu wa mwanasheria. Hata mimi tuna mikutano mingi tu jimbo la Babati mjini. Tuna mikutano mingi. Jeshi la polisi wakae pembeni, hatupigani.
hatupigi tupani mchanga. Wanachokiofia ni nini? Kwa kushikiliwa, je, kwa upande wenu ambao alikuwa ana ziara yake huku, imeathiri kiasi gani? Imeathiri sana, na pia niseme wamemdhalilisha, kwa sababu alikuwa na kibali. Kama angekuwa hataki wasingetoa kibali. Na hata hivyo, kibali ni haki yetu kufanya mikutano. Wasitufundisha kusema. Ninachokishangaa niwaeleza waandishi wa habari, mwenyekiti wa vijana wa Bukoba alisema mkipoteza mbuzi, kuku, tafuteni, lakini mtu yoyote atakayemnyoshia Rais Samia kidole akipotea msimtafute. Hajachukuliwa hatua mpaka leo. Huyu katibu mwenezi wa Chadema Taifa amesema tone inakwenda kununua virusi. Bado anachukuliwa hatua za sheria. Wanakwenda kumkamata mtu ambaye yuko kwenye utaratibu. Huu ni uharamu, na lazima tukemee kwa nguvu kubwa. Lakini sio kama walikuwa wanachukua kwamba tahadhari kwa polisi, serikali, kwa sababu walikuwa wanahamasisha uhaini. Tahadhari kwa polisi, iwe tahadhari kwa jeshi, hakuna tahadhari ya hivyo. Wameshikwa pabaya na tutawashika pabaya. Sasa mwenyekiti yuko ndani na kosa la uhaini halina mdhamana. Bado tunaendelea. Yeye akiwa yuko ndani tunashughulika, makamu mwenyekiti atapanda, hata kama atakuwa naye atashikwa, tutapandishana mpaka tutafika ujumbe ufike. Na makamu naye leo hii kwenye press yake amechukuliwa pia. Wacha wamchukue. Sisi tunataka hata wakifanya kwa mikoa yote wachukue, lakini tunasema ngoma hii ni nzito, tutaipiga na tutaicheza wote. Sasa kwa wanachama ambao wengine wale G55 na walikuwa wanamshauri mwenyekiti pengine asingefikia tu. Hapana, G5 ni wako ndani kwa siri ndani ya CCM mzee. Tunajua sisi. Lakini pia katika bunge leo hii tumeshuhudia wabunge wale wa viti maalum wa Chadema wakimnyoshia kidole mwenyekiti Tundu Lissu. Kwa nini anahamasisha watu wasijitokeze kwenye uchaguzi? Na wabunge wale wanasema uchaguzi uko pale pale. Wale wako kimaslahi. Sisi hatuko kimaslahi. Tutatetea wananchi mpaka tone la mwisho la damu. Kama wanataka kujirekebisha, serikali kupitia Chama chao cha Mapinduzi wajirekebishe. Lakini kama kujirekebisha, hatuko tayari kuwa katika maridhiano, hatuko tayari kutembea kwenye gari moja.